بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الظلمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك وبعد. Ndugu zangu Waislamu, insha Allah leo tunaendelea katika darsa yetu ya mwisho au safari ya mwisho wa kuelekea nyumbani kwetu ambayo ni akhira. Tumefika katika asbab ya 8 au sababu ya 8 min asbabi husnul khatima, sababu ya 8 katika sababu za mwisho mwema, nayo ni ad-du'a. Miongoni mwa sababu ya mtu kupata mwisho mwema, mbali ya kujitahidi katika kutenda yaliyokuwa ya kheri, pia anahitajika awe namuomba sana Allah subhanahu wa ta'ala ampe mwisho mwema. Wadhalika bian tatawajjah ila Allah subhanahu wa ta'ala biddu'a. Anatakiwa mtu amwelekee Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumuomba, wa tabki wa tadhalluli baina yaday Allah subhanahu wa ta'ala, na mtu ulie na ujidhalilishe mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, bi an yuthabbita qalbaka ala al-iman, ili kwamba Allah subhanahu wa ta'ala authibitishe moyo wako kwa iman, wa an yarzuqaka husna al-khatima, na akuruzuku mwisho uliokuwa mwema. Faha huwa habibu sallallahu alayhi wasallam, anasema huyu hapa kipenzi Mtume sallallahu alayhi wasallam, kana la yafturu lisanahu an hadha ad-du'a. Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kuwa ni kigezo chetu, basi ilikuwa ulimi wake hauchoki kwa dua hii. Katika dua zilizopokewa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam mara kwa mara anakithirisha kusema, ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik, ewe mwenye kuzigeuza nyoyo, uthibitishe moyo wangu katika dini yako. Mtume sallallahu alaihi wasallam jua kwamba yeye hana wasiwasi ya kwamba anaweza akaacha dini hii, hilo swala halipo. Yeye ni maasumu, Mtume sallallahu alaihi wasallam amekingwa. Lakini hii ni mimbabi ta'lim, katika njia ya kutufunza Mtume sallallahu alaihi wasallam hii dua ya kwamba Muislamu anatakiwa ashikamane nayo mara kwa mara katika dua zake, aihifadhi dua hii, ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik, na ukithirishe kuisoma hasa katika sijida, ili Allah subhanahu wa ta'ala akupe mwisho mwema. Wa ha huwa alhaq jalla jalaluhu yuallimuna wa yahuthuna ala an tad'u bihadha ad-du'a al-'azim. Na huyu Allah subhanahu wa ta'ala anatufunza na anatuhimiza ya kwamba tuombe dua hii iliyokuwa tukufu, pale aliposema katika Qur'an,
rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, e Mola wetu usizipotoe nyoyo zetu baada ya kwamba umeziongoa. Wa hab lana min ladunka rahma, na utupe sisi kutoka kwako rehma. Innaka antal wahhab, hakika ya wewe ndio mpaji. Kwa hii dua ya dua ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inaenda sambamba na aya hii ambayo Allah ndani yake anatufunza dua ya aliposema rabbana la tuakhidh rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, yani usizipotoe nyoyo zetu baada ya kwamba ushaziongoa. Ndo dua ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dini, kwamba kuthibitishwa moyo katika dini, maana yake usije ukapotolewa ukaenda mbali na dini. Anasema mtunzi wa kitabu, fa'lam akhi alhabib annahu la malja wa la manja min Allah illa ilayhi, fahamu ndugu yangu kipenzi ya kwamba la malja, hakuna pa kukimbilia, wala manja, wala hakuna pa uokovu, min Allahi, kumkimbia Allah, basi illa ilayhi, isipokuwa ukimbie kuelekea kwake. Mwanadamu anapoamua kumkimbia simba au anapomwogopa simba, basi humkimbia akawa mbali naye. Lakini kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ukitaka uepukane na adhabu na ghadhabu za Allah subhanahu wa ta'ala, basi umkimbilie. Yani ni tofauti na viumbe wa duniani. Viumbe wa duniani ukitaka kuepukana na shari zao uwe mbali nao, lakini Allah subhanahu wa ta'ala ukitaka kuepukana na ghadhabu zake, basi umkimbilie, umwendee yeye, ndio utaweza kuepukana na hasira za Allah subhanahu wa ta'ala. Fi kulli waqtin irfa akuffa ad-diraa ila Allah al-malik qailan, anasema katika kila wakati nyanyua mikono yako kwa unyenyekevu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, huku ukisema Allahumma inni abra'u min athiqati illa bik, ewe Mola, hakika yangu mimi najikinga kwako, min athiqati illa bik, katika kutegemea isipokuwa kwako, wa min al-amali illa fik, na katika kutarajia isipokuwa kwako, wa min at-taslimi illa lak, na najikinga kujisalimisha kwa yoyote isipokuwa kwako wewe, wa min at-tafwidhi illa ilayk, na pia kuegemeza mambo yangu isipokuwa niyaegemeze kwako, wa min at-tawakkuli illa alayk, na najikinga na kutegemea chochote isipokuwa wewe peke yako, wa min ar-ridha illa ank, na kuridhia kwa yoyote zaidi yako wewe, wa min at-talabi illa mink, na pia najikinga kuomba zaidi isipokuwa kwako, wa min as-sabri illa ala babik, na najikinga kuwa mvumilivu isipokuwa katika mlango wako. Yani mtu anapoomba kwamba awe mwenye subra katika kusubiri ijaba ya dua yake, wa min ad-dhulli illa fi ta'atik, na najikinga kujidhalilisha kwa yoyote zaidi ya kwa taa yako, wa min ar-rahbi illa jalalika al-azim, na najikinga kuwa na hofu isipokuwa kwa hofu ya utukufu wako mtukufu, wa min ar-rajai illa lima fi yadayka, na wa matarajio isipokuwa kwa yale yaliyokuweko katika mikono yako. Anasema fatawajjah ila Allah subhanahu wa ta'ala biddu'a fi thuluth al-layl al-akhir, basi elekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa dua katika theluthi ya mwisho ya usiku.
an yarzuqaka Allahu husna al-khatima, ya kwamba Allah akuruzuku mwisho mwema. Wa an yukrimaka bi suhbati nabii sallallahu alaihi wasallam fil janna, pia uombe akukirimu kusuhubiana na mtume sallallahu alaihi wasallam katika pepo. Wa alla yahrimaka min ni'matin an-nadhari ila wajhihi al-karim subhanahu wa ta'ala, na kwamba asije akakunyima neema ya kumtizama Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ni sababu ya 8 katika sababu za husnul khatima, nayo ni kuomba ad-du'a. Sababu ya 9, qisarul amal wa tafakkuri fi haqarati dunya, kuwa na matarajio mafupi. Maana usijipe matarajio ya kuishi sana ulimwenguni. Ukijipa matarajio ya kuishi sana ulimwenguni, basi unaweza kukosa husnul khatima, kwa sababu itakuwa zaidi umeelemea katika dunia na akhira hujaandaa kitu. Lakini ukiwa na matarajio mafupi, inakuwa yale matarajio yako ni kama breki inayokuzuia usizame katika mambo ya dunia. Kila ukifikiria kwamba naweza nikaondoka wakati wote, basi unapiga breki katika mambo tofauti ambayo pengine yangekuondosha katika mstari. Tunzi anaanza kwa aya katika sababu hii ya 9 kuonesha mtu anatakiwa awe na matarajio mafupi, na pia kuonesha ya kwamba dunia si chochote si lolote. Allah anapigia mfano, anasema i'lamu annama alhayatu ad-dunya la'ibun wa lahu, tambueni kwamba uhai wa dunia si chochote zaidi ya kwamba ni mchezo na ni pumbao. Wazinatun wa tafakhurun bainakum, nayo ni mapambo tu dunia na kufakharishana baina yenu. Ni fahari duniani. Ndio unaona huyu kajenga nyumba yake, mwingine akaona ngoja njenge iwe nzuri kuliko yeye. Huyu kanunua gari hii, mwingine anasema mimi nataka niwe na gari ya bei mbaya kuliko. Tafakhurun bainakum, kujifakharisha tu baina yenu. Watakathurun fil amwali wal aulad, na kukithirisha mali na watoto. Kamathali ghaithin, Allah subhanahu wa ta'ala anapiga mfano wa dunia, anasema dunia ni kama kwamba ghaith, mvua. A'jaba al-kuffara nabatu, mvua inaponyesha basi al-kuffara huna bimaana az-zurra, wakulima. A'jaba al-kuffara nabatu, yani wale wakulima, ikisha kunyesha mvua mimea yao hunawiri, hushamiri. Ikisha kushamiri, a'jaba al-kuffar, ile mimea inawavutia wale wakulima. Thumma yahiju fatarahu musfarra, lakini kumea kule kwa ile mimea ikawa na kijani kibichi, si kitu chenye kudumu. Baada ya muda, fatarahu musfarra, utayakuta imepiga umanjano ile mimea. Thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama, yakisha kupiga umanjano, kinachofuata ni kupukutika yale mimea, kama ni majani na nini, sawa. Yakisha kupukutika kunakuwa nini? Ni mabua matupu tu. Kama itachanganyika na mchanga iwe mbolea, basi hakuna jingine. Hutama yani ni mabua ya matupu yalikuwa hudhani kama ndio ulikuwa ule mmea ulionawiri. Kwa hiyo hii au huu ndio mfano wa dunia ambao Allah subhanahu wa ta'ala anaupiga, kwamba dunia ni sawa sawa na mti ambao umepata maji ukastawi ukanawiri ukapiga kijani kibichi, lakini baada ya muda kumalizika umri wake unakauka, unapukutika, unakufa, unaondoka kama ulikuwa haupo. Haya ndiyo maisha ya dunia. Lakini akimaliza maisha haya ya dunia ndio basi, wa fil akhirati adhabun shadid, akhira huko kuna adhabu kali. Wa maghfiratun min Allahi wa ridwan, hakuna adhabu kali peke yake, pia kuna msamaha
wa Allah subhanahu wa ta'ala na radhi zake. Kwa kila mmoja atapata kwa mujibu wa kile alichoandaa. Alimuasi Allah subhanahu wa ta'ala fil akhirah adhabun shadid, ama yule ambaye alikuwa katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala atapata maghfiratun min Allah wa ridwan, atapata msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala na radhi zake. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, na haukuwa uhai wa dunia isipokuwa ni starehe zenye kuhadaa. Najenga, unajihadaa kwamba ushakuwa na makazi, kesho unaondoka na kufilia mbali. Umekaa umehangaika na maisha, dhiki dhiki dhiki, mpaka ulipofika sasa utu uzimani, una miaka 40 50, ndio Allah anafanya anakufungulia, ndio kidogo unaanza kutulia. Ukijitizama miaka 40 50 unatulia, ndio umri wenyewe nao umefanya nini? Umekwisha. Toka miaka 17 unahangaika mpaka miaka 45 50 ndio unapata faraja na umri umemaliza, safari ya akhira imefika. Wakala sallallahu alaihi wasallam, na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ad-dunya mal'una, dunia ni kitu ambacho kilichowekwa mbali na kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yani utakapoiendekeza dunia itakuweka mbali na Allah subhanahu wa ta'ala. Ad-dunya mal'una bimaana ad-dunya mub'ida, dunia ni kitu ambacho cha kuweka mbali. Mal'una ma fiha, kila kilichokuweko ndani ni kitu ambacho cha kuepukana nacho, kitakuweka mbali na Allah subhanahu wa ta'ala. Illa dhikrullahi wama wala, kilichokuwa cha kheri katika dunia hii ni dhikrullah, ni kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, wama wala, na kile ambacho kitakachokuwa sambamba na dhikrullah, yani ni mambo ya taa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Au aliman au mutaallima, au mwanachuoni au mwanafunzi mwenye kujifunza. Yani katika dunia ukiendekeza mambo humu ndani, basi dunia hii itakuweka mbali na rehema za Allah subhanahu wa ta'ala. Isipokuwa duniani kitu kilichokuwa cha kheri, kimukhtasar manake dhikrullahi wama wala, manake ni ibada, kila kile ambacho kitakuchumia ibada. Kwa hiyo hata kuchuma mali si jambo baya, sawa, kama itakuwa mali hii itafanya nini? Itakusogeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ni jambo la kheri, si jambo baya. Sio kumaanisha hivi kwamba watu wasichume mali, la, wachume. Wako masahaba wangapi walikuwa matajiri na kwa mali zao ndio wamefanya nini? Ndio Uislamu umekwenda mbele. Uislamu ili usonge mbele unahitaji nguvu za aina tofauti, nguvu za watendaji, nguvu za akili, nguvu za elimu, sawa, nguvu za mali, nguvu za silaha, kila kitu. Falmu'min ya'lamu yaqinan anna ad-dunya la tusawi 'inda Allah janaha ba'udah. Anasema muumini anatambua kwa hakika kabisa ya kwamba dunia haiwi sawa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala hata na ubawa wa mbu. Na haya si maneno ya mtunzi hapa, kayaweka kama ni maneno anazungumza yeye, lakini haya ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema law kanat ad-dunya ta'dilu janaha ba'udatin ma saqa minha kafiran shurbata ma, lau kama dunia yengekuwa inalingana na thamani ya bawa la mbu, basi kafiri asingepata hata fundo la maji, asingepewa. Lakini kwa kuwa dunia haina thamani,
Waache kila mmoja aneemeke, kila mmoja afanye nini? Aneemeke. Na ndio kawaida, kitu kilichokuwa hakina thamani kila mmoja anafanya nini? Anaweza kukipata, lakini chenye thamani si kila mmoja atakipata. Sasa kwa kuwa dunia haina thamani hata ya bawa la mbu, basi ndio wananeemeka waliokuwa Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Lau kama ingekuwa na thamani ya bawa la mbu, basi hata maji asingekunywa fundo hata moja la maji. Wa annahu sayansa kulla shaqa'in bighamsatin wahidatin fi jannati rrahman, na anatambua muumini ya kwamba atasahau shida za dunia zote kwa mchovyo mmoja tu katika pepo. Kivipi? Haya pia ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema ataletwa mtu siku ya Kiyama, mtu ambaye alipata dhiki sana duniani kupita kiasi, kaishi maisha magumu sana kuliko watu wote, halafu achukuliwe atiwe peponi pap kama kachovywa, halafu anatolewa, halafu anaulizwa, je, uliwahi kufikwa na shida hata siku moja wewe katika umri wako? Aseme mimi sijawahi kuona shida katu, mimi sijawahi kuona shida. Yani ile starehe aloipata kwa mchovyo mmoja peponi umemsahaulisha shida zote alizozipata duniani. Huyu ni mtu ambaye ashqa nasi fi dunia, alikuwa ni mtu wa shida sana duniani, lakini kwa kuingizwa peponi, yani hata kukaa hajakaa, kachovyo. Na kila mmoja anafahamu maana kuchovya, kachovya tu alafu katolewa. Aulizwe, vipi, uliwahi kupitiwa katika maisha yako kwa shida? Asema la, sijawahi kuona mimi shida hata maisha yangu hata mara moja. Halafu aletwe mtu mwingine ambaye kaishi maisha ya starehe sana hapa duniani kupita wengine wote, achovwe mchovu mmoja katika moto. Huyu anachovwa katika moto, halafu aulizwe, uliwahi kupata kheri wewe katika maisha yako? Aseme mimi sijawahi kupata kheri katika maisha yangu katu. Yani mchovyo mmoja wa motoni kasahau neema zote za duniani. Hii inamaanisha kwamba watu wasihangaike sana kujineemesha hapa duniani. Hizi neema za duniani ikifika akhera zote atasahau, ikiwa ni mtu mwovu zaidi. Watu waandae mazingira ya akhera, hata wakipata shida duniani wakielekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala watasahau shida zote hizi. Na neema ya duniani na shida za duniani mwisho wake ni kifo. Ukishakufa neema zote zimekatika, shida zote zimefanya nini? Zimekatika za duniani. Sasa zinataka kuendelea ima neema za akhira au shida za akhira baada ya kifo. Sasa za duniani ikiwa ni neema au shida zina kikomo, tena muda wake ni mfupi sana, lakini neema na shida za akhira hazina kikomo. Sasa kwa mtu mwenye akili huwa anaandaa mazingira ya akhira kuliko ya duniani. Lakini sisi wanadamu, kwa kuwa tuna matumaini marefu sana, tunajisahau sana na tunatumia juhudi kubwa kuandaa mazingira na starehe na maisha ya duniani ambayo hayana dhamana, na tunayapuuzia maisha ya akhira ambayo hayana shaka ndani yake. Walidhalika fahuwa la yataallaqu qalbuhu au la yataallaqu qalbuhu bi ayi shay'in min hitami dunya. Kutokana na kujua hivyo muumini kwamba dunia haina thamani na kwamba akhira ndio kila kitu, kutokana na hayo moyo wake haufungamani na chochote katika hizi hitami dunia, vitu ambavyo havina thamani vya dunia.
Cha duniani chochote hakina thamani, hata ukione kile kinavyokuwa kina thamani kubwa popote kitakavyokuwa, basi mbele ya akhira hakina thamani. Na lau kama kingekuwa na thamani, Mtume sallallahu alaihi wasallam asingesema kama dunia inalingana na thamani ya bawa la mbu. Na ukiambiwa dunia, maana yake dunia na kilichomo ndani ya dunia, hata thamani ya bawa la mbu haifiki. Bal yumsi wa yusbihu wa huwa mashghulun bil'amali lihadha ad-din, bali muislamu anapambazukiwa asubuhi na jioni, anafikiwa na jioni, hali ya kuwa yeye ameshughulika na kutenda kwa ajili ya dini hii. Wala yara amama ainaihi illa aljannata wan nar, wala haoni mbele ya macho yake isipokuwa pepo na moto. Fahuwa ya'lamu yaqinan annahu la rahata illa fil jannati alazizi alghaffar, yeye anatambua muumini kwa yakini kwamba hakuna starehe isipokuwa katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'lam anna sabab fi tuli al-amali shay'an, tuza anasema tambua ya kwamba sababu ya mtu kuwa na matumaini marefu ni sababu zake au ni mambo mawili. La kwanza, hubbu dunia, kuipenda hii dunia. Ukisha kuipenda basi utajiwekea matumaini mengi. Wa thani aljahl, ya pili ni ujinga. Ukishakuwa ni mtu mjinga, unakuwa unasahau ya akhira, wewe unajipa matumaini ya kubakia duniani. Amma hubbu dunya fa innal insana idha ansa biha wa bishahawatiha wa ladhatiha wa alaiqaha, anasema amma mapenzi ya dunia, mwanadamu atakaposahau kwa shahwa, matamanio ya dunia na ladha zake dunia na yale yanayofungamana na dunia, thaqula ala qalbihi mufaraqatuha, basi pataingia uzito katika nafsi yake kuachana nayo. Na afwan, narejea tena sentensi hiyo, amma hubbu dunya, ama mapenzi ya kuipenda dunia, fa innal insan, basi mwanadamu, idha anisa biha wa bishahawatiha wa ladhatiha, atakapoliwazika na dunia na matamanio yake na yale yanayofungamana na dunia, thaqula ala qalbihi mufaraqatuha, ikishakuwa nafsi yake imeliwazika na starehe za dunia na mambo ya dunia, basi moyo wake utakuwa mzito kuachana na dunia. Famtana qalbuhu min alfikri fi almaut, moyo wake utajizuia kufikiria mambo ya mauti. Alladhi huwa sababu mufaraqatuha, kwa sababu mauti ndiyo sababu ya kutengana na dunia, na yeye anaipenda dunia. Kwa hiyo kuyakumbuka mauti yatamfanya kwamba kumkatiza ladha za dunia. Wa kullu man kariha shay'an dafa'ahu an nafsihi, na kila ambaye anayechukia jambo huwa analisukuma kuliweka mbali na nafsi yake. Kwa hiyo mtu ambaye anapenda dunia atachukia mauti, na ukiyachukia mauti utayasukuma yasikaribie katika moyo wako, ujisahaulishe na hayo mauti. Walinsanu mashghulun bil amani albatila, na mwanadamu ameshughulishwa na matarajio yaliyokuwa batil, yaliyokuwa sio sahihi. Fayamna nafsahu abadan bima yuwafiqu muradahu min albaqai fi dunya, basi fayamna nafsahu, atajipa matarajio katika nafsi yake ya milele au ya muda mrefu kwa yale yanayowafikiana na makusudio ya kubakia katika dunia. Wa aslu hadhihi al-amani kullaha,
na matarajio haya yote asili yake hubbu dunya wal unsi biha, ni kupenda dunia na kuliwazika na dunia. Wal ghaflatu an qawli nabii sallallahu alaihi wasallam, na kughafilika na kauli ya mtume sallallahu alaihi wasallam pale aliposema ahbib ma shi'ta fa innaka mufariquhu, penda ukipendacho, lakini tambua kwamba hicho utakuja kutengana nacho. Penda unachopenda, mpende mkeo, wapende wanao, mpende mzee wako, penda mali zako, majumba yako, gari zako, penda utakachopenda, tambua iko siku utatengana na kitu hicho. Kwa hiyo hubu dunia ni sababu ya kwanza inayomfanya mtu awe na matarajio marefu. Sababu ya pili, aljahlu, ujinga. Wa huwa anna al-insan yaulu ala shababihi, nayo ni kwamba mwanadamu anategemea ujana wake. Wayastabidu qurba al-mauti ma'a ash-shabab, akitizama ujana wake anaeka mbali ukaribu wa mauti. Mimi ndo kwanza na miaka 16 bwana, kwa hiyo bado mimi mpaka nifike 50 huko. Kwa hiyo anajipa matumaini kwamba ataishi muda mrefu kwa sababu ya ule ujana wake. Na tulizungumza mwanzo wa darasa hizi kwamba wanaokufa wengi ni nini? Ni vijana kuliko watu wazima, na ndio maana wengi watu wazima wanakuwa ni wachache, kwa sababu vijana wengi wanakufa, wanaofikia utu uzima ni wachache. Wannasu mutafawituna fi tuli al-amal tafawutan kathira, na watu wanatofautiana katika matumaini yao ya kukaa muda mrefu, tofauti zilizokuwa nyingi sana. Wa minhum man ya'manu al-baqa'u ila zamani al-haram, wako wanaotamani au wanaotarajia kubakia mpaka wao kwamba watafika wawe wazee, wako hao. Wa minhum man la yanqati'u amaluhu bihali, na kuna wengine matarajio yao hayakatiki kabisa, mpaka akiwa mtu mzima yeye anaona bado ana umri wa kuendelea kuishi. Mwingine akisha kufikia mtu mzima na miaka 50, 60, 70, na hapa wakati wote safari, lakini mwingine bado anaona yeye bado umri upo. Si wako wengine wamefika 90 bwana, na yeye ndo kwanza na 70, anajua pengine kuna 20 mbele hapo au zaidi. Wa minhum man huwa qasirul amal, na wako wengine matarajio yao ni mafupi. Wa an Ibrahim ibn Sibt qala, Ibrahim huyu anasema qala li Abu Zur'a, Abu Zur'a al-Nabiyya la aqulanna laka qawlan ma qultuhu li ahadin siwak, nitakwambia neno ambalo sijawahi kumwambia mtu yeyote kabla yako. Neno gani hilo? Anamwambia ma kharajtu min almasjid mundu 20 sana fahaddathani nafsi an arji'a ilayhi. Anasema sikutoka mimi msikitini miaka 20 hivi sasa iliyopita, halafu nikitoka msikitini nafsi yangu ikanambia utarudi tena baadaye kuja kusali sala nyingine. Yani yeye akitoka anajua hapa tena kurudi la mjaliwaye. Waqad warada ash-shar'u bilhathi ala al-amal walmubadarati ilayhi, na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ukiambiwa sheria maana yake Qur'ani na sunna, imekuja kuhimiza kufanya haraka katika kutenda. Utende maandalizi ya akhira mapema, usisubiri baadaye au kesho. Anasema fa fi sahihi al-Bukhari an ibn Abbas radiyallahu anhuma, katika sahihi al-Bukhari, katika hadithi ambayo anasimulia Abdullah ibn Abbas radhi za Allah ziwe juu yake na wazee wake, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, neema mbili wamekula hasara watu wengi
wameghururika nazo watu wengi. Na hii nayo hadithi hii nayo baadhi ya watu wanaikosea katika kutafsiri. Juzi hapa katika darasa zilizopita nilizungumza ile aya kwamba fatazawadu fa inna khaira zadi. Kuna wadarsishaji, makhatibu na wahadhir huwa wanasema kwamba toeni, chukueni zawadi, wakati fatazawadu sio zawadi. Sawa? Fatazawadu maana yake chukua masurufu, na tumechambua. Na hii hadithi hii, na nafikiri wanaofuatilia mambo ya mauidha na kusikiliza mambo ya dini katika maredio watakumbuka kwamba neematani, wanasemaje, maghbunun fihima kathirun minan nas. Nani anakumbuka? Hakuna anayekumbuka. Wanasema neematani, ukumbuke Sheikh? Hamna. Naam. Wanasema hii neematani maghbunun fihima kathirun minan nas, bali afya, kwamba neema mbili wamefanywa nini? Aiwa, anasema wamenyimwa. Sio tafsiri sahihi, hata kimaana haiji sahihi. Tuulizane hapa, kilugha sio sahihi, hata kihalisia sio sahihi. Ukisema neema mbili wamenyimwa watu wengi, as-siha wal faragh, siha na faragh, hatujadili hapa. Kweli neema hizi wamenyimwa watu sana. Hebu tutizame hapa, nani alikuwa hana faragha? Yani watu wengi wenye faragha au watu wengi wana faragha? Wapi wengi? Walikuwa na faragha ndio wengi, au sivyo bwana? Au mnasemaje jamani? Kwa hiyo hata kimaana sisi kihalisia sio si kweli. Watu wengi wana faragha kuliko walikuwa hawana faragha. Walobanika hasa ni wachache sana walobanika. Sawa? Na wenye siha je? Na wagonjwa wapi wengi? Wenye siha ni wengi, kwa sababu kijana anakwenda mpaka anafika miaka 40 bado yuko yeye hajasumbuliwa na maradhi, au sivyo bwana? Kuanzia 40 hapo tena ndio mtu anaanza sana nyonga, sijui kidogo sijisikii kukohoa mara miaka 40, au sio? Haya, kutoka huku mwanzo mpaka 40 na kutoka 40 mpaka utakapomaliza umri wako, ushatumia wapi? Ushatumia miaka mingi huku nyuma, au sio? Kwa hiyo wenye siha ni wengi zaidi kuliko walikuwa naumwa, au sio? Na hata tukifanya tathmini hapa msikitini, tukiwanyanyua mloko kwa msikitini hapa, wazee tu ndio atakwambia huyu mimi nina pressure, huyu nina sukari, huyu. Lakini walobakia wengi hawa vijana walikuwa hawajapindukia 30 wote wako ajui hata yeye yuko shababu, yuko fresh. Kwa hiyo unaposema kwamba neema mbili wamenyimwa watu, halafu wakati si kweli, si watu watasema mtume kasema uongo, kumbe wewe ndio umesema uongo katika kufasiri kwako. Maghbun maana yake wamekula hasara kwa neema mbili hizo. Kweli wamekula hasara, hawajala hasara watu. Mtu ana neema ya faragha, asipoitumia kafanya nini? Wangapi wanakaa na mabarazani wakipiga mporojo tu, hawana kazi za kufanya, faragha ile. Wangapi wanakaa na masimu yao wakichezea tu majumbani, faragha ile. Wangapi wanakaa kwenye ma-TV wakitizama tamthilia, sio faragha ile? Au ndo shughuli zenyewe zile? Ile si ndo faragha yenyewe? Maana yake wengine anakuambia wacha na kwenda zangu kidogo kiwanjani, wanakwenda kupass time, anaenda kupitisha muda tu, faragha hizo. Halafu nasema kwamba watu wamenyimwa bwana. Wamenyimwa vipi? Maghbun maana yake wamepata hasara, na tafsiri nyingine kwamba wameghururika nazo wakapata hasara. Neema mbili watu wengi, zipi hizo? Siha, watu wameghururika na wamehadalika. Kughururika maana yake kuhadalika, ukahadalika na siha yako ukajizembea, mwisho ukaja kula hasara. Ndio hiyo alghubn, kula hasara. Umekaa na siha yako ufanyi amana, sawa, mpaka Allah anachukua neema yake ya siha. Unakuwa mgonjwa kitandani, mgonjwa huwezi kufika pahali, mmoja hivi, tayari muda wako siha yako kuitumia.
Wa anhu, na kutoka kwa sahaba Abdullah ibn Abbas pia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li rajulin wa huwa ya'idhuhu, Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia mtu mmoja wakati alikuwa anampa mauidha, anamwambia igtanim khamsan qabla khamsin, tumia faidika na mambo matano kabla ya matano. Shababuka qabla haramik, tumia ujana wako kabla ya uzee wako. Wa sihhatuka qabla saqamik, tumia siha yako kabla ya ugonjwa wako. Wa ghinaka qabla faqrik, tumia utajiri wako kabla ya ufakiri. Na ukiambiwa ufakiri sio utakuja kufilisika, ukifa wewe ushakuwa fakiri, unacho ulichokuwa nacho, mali yote ya nani? Ya warithi wako. Kwa hiyo tumia mali yako kabla ya ufakiri wako. Wa faraghika kabla shughlik, pia tumia faragha uliokuwa nayo kabla kuja kutingwa na shughuli. Wa hayatika kabla mautik, na tumia uhai wako kabla ya mauti yako. Haya ni mambo matano Mtume sallallahu alaihi wasallam alimpa mauidha sahaba wake. Wakala Umar radhiyallahu anhu, atudadu fi kulli shay'in khair. Umar anasema radhiyallahu anhu, upole, utaratibu katika kila jambo ni jambo ambalo ni zuri. Yani katika kila jambo unatakiwa usifanye pupa, sawa? Ufanye mambo kwa utaratibu, sawa? Illa ma kana fi amri al-akhirah, isipokuwa jambo ambalo limefungamana na jambo la akhira. Hapa hapatakiwi utaratibu, hapatakiwi upole, sawa? Safu inapangwa, au sivyo? Usikae ukaja unakuja taratibu, watu watajaza safu ya kwanza, utaikosa. Kaza mguu, sawa? Na usisubiri ukishakuona kama hapa kuna mazingira ya kukosa, ukimuona tu mwenye kukimu muadhin anasogea, na wewe nyanyuka haraka, sawa? Kama uko nyuma watu wamezonga zonga, pembua chap chap, watu watakushangaa, mbona nakimbilia nini? Nakimbilia kheri zilizoko safu ya kwanza. Kama wao hawazijui ni wao na wao, lakini la kushangaza wallahi ndio ule ujahili anazungumza. Yani mtu baada ya kukimbilia safu ya kwanza anaanzisha safu ya pili, mpaka imamu anasema tujaze safu ya kwanza. Watu wangekuwa wanajua kheri za safu ya kwanza, hata imamu angefika kusema tujaze safu ya kwanza. Nafikiri imamu angesema bwana, jamani, tupungue kidogo hapa, tumebanana sana, tutakosa khushui katika safu hii, mmoja apungue. Ndio tulitakiwa maimamu tuseme hayo, maana watu wamekuja kukimbilia mpaka wamefanya nini? Wamebanana, hawana nafasi vizuri. Imamu aseme bwana, wewe kidogo umechelewa, umekuja dakika ya mwisho, hebu rudi nyuma kidogo, kwa sababu hapa watu watabanana sana mpaka khushui watakuwa hawana. Imamu tulikuwa tufanye hivi, tuseme hivyo, lakini sio unamwambia jamani tujaze bado mtu mmoja kule. Hii ni kwa sababu hatujui fadhila za safu ya kwanza, na kama tunazijua hatuna yakini, sawa? Ni ule ujahili ambao hatuna yakini na kile kilichokuweko safu ya kwanza. Kwa sababu kama Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala safi al-awwal, malaika wanaitakia rehema safu wanaiombea rehema safu ya kwanza, na Allah anairehemu safu ya kwanza. Sasa wewe kinachokufanya uchelewe nini katika safu ya kwanza? Umekuja mapema msikitini, alafu unakaa safu ya pili ya tatu, unawaachia watu wanakimbia. Ndio maana Umar ibn al-Khattab anasema upole unatakiwa katika kila jambo, lakini sio linalofungamana na akhira. Linalofungamana na akhira, Allah anasemaje? Fastabiqul khairat. Allah ametumia istibaq, sabq, na sabq maana yake nini? Kushindana. Sabq maana yake kushindana. Fastabiqu, shindana nini? Na kushindana mtu anakwenda kidogo kidogo. Shindaneni katika mambo ya khairi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wasari'u, kimbilie, almusara'a, kimbilieni katika maghfira ya Mola wenu.
Umeona Allah anavoleta ta'bir, sentensi anavyozifuma. Hakuambieni fanyeni, anasema wa fi dhalika falyatanafasi almutanafisun. Katika hayo yepi hayo? Ametaja neema za peponi, alafu ndio ikaja aya hii, katika hayo falyatanafasi almutanafisun, washindane wenye kushindana. Tazama hizi aya zote, kuna upole hapo, kuna utaratibu hapo, unakwenda mbio tu na kushindana, hakuna jingine, wala hakuna ithar katika mambo ya akhira. Hakuna ithar. Sema bwana shekhi, sogea wewe safu ya kwanza. Hakuna shekhi bwana katika safu ya kwanza. Umemwona shekhi bwana kakaa safu ya pili, unamwambia shekhi sogea. Hakuna bwana, usimpishe hata shekhi, labda iwe hapa nyuma ya imamu, nyuma ya imamu, kwa sababu anataka mtu mwenye elimu, au sio? Lakini shekhi unampisha kule ili iweje? Akaingia peponi mwanzo, akaingia wa pili. Uko radhi hivyo wewe? Hakuna hilo. Unajua kama mwana hakumpa heshima baba katika kwenda jihadi, sasa heshima kama heshima ya shekhe na heshima ya mzee, bora ipi? Ya mzee. Mwana sahaba alisema bwana, mtume anasema sasa itabidi aende mmoja kati ya yenu nyinyi, mmoja abaki nyumbani. Mtoto anasema nitakwenda mie. Hajampa baba kwamba bwana baba nenda wewe, hii jihadi bwana, natafuta pepo mimi hapa. Kwa hiyo hakuna bwana. Kwa hiyo katika mambo ya nini ya akhira hakuna ithar, na ithar maana yake kumpendelea mwenzako apate jingine lilokuwa zuri kuliko wewe. Sasa hii ithari apate ya dunia, kuna maembe mawili, mpe mwenzako embe lilokuwa zuri, wewe chukua lile lilokuwa si zuri. Sawa? Umefika pahali umepewa glasi ya juisi nyingine nakuja, basi mtangulize yeye anywe kwanza, wewe subiri ile kule, isikae nafsi yako ikawa ukamwacha yule nafsi yake inapapatika, bora ipapatike yako. Kama sasa hapa tazama, sasa duniani ukimtanguliza mtu ya duniani, Allah anakulipa nini? Akhera, au sivyo bwana? Ikiwa wewe umemtanguliza mtu katika kupata ya dunia, mathalan gari imekuja, au sivyo bwana, gari imejaa, kapanda mtu, wewe umekaa kwenye kiti, yeye kasimama, au sio? Nasema huyu mtu mzima, acha nimpishe. Wewe ukimpisha unafanya nini? Unapata thawabu. Kwa hiyo ulivyompisha wewe, kumpisha kwako umepiga hatua ya kumwendekea Allah. Sawa? Lakini ukimpisha safu ya mbele umefanya nini? Umerudi nyuma, au sivyo bwana? Umeona hapo? Sasa ya duniani mtangulize mtu upige hatua ya kuelekea kwa akhera, na ya akhera usimtangulize mtu ili hatua zako ziendelee kwenda mbele. Kwa hiyo hakuna ithar katika mambo ya akhera. Ya akhera tanguliza wewe. Hakuna bwana katokea maskini anataka kusaidiwa, msaidie wewe bwana. Kimbilia wewe, msaidie wewe. Wakanu yubadiruna bil a'mali ghayata ma yumkin, na walikuwa wanakimbilia katika mambo ya khairi kwa upeo unaoyumkinika. Masahaba walikuwa hawakai nyuma katika mambo ya khairi kwa juhudi yao ya mwisho. Fakana ibn Umar yaqumu fi al-layli fayatawadda wa yusalli. Ibn Umar alikuwa anasimama usiku wa kawaida, sio Ramadhani, wa usiku tu wa kawaida, anasimama anasali, anatia udhu, anasali. Thumma yaghfa ighfa at-tayr, thumma yaghfa ighfa'u at-tayr, kisha analala. Ighfa maana yake ni kulala kidogo, kwa analala mlalo wa ndege. Sawa? Thumma yaqumu fayatawadda wa yusalli, kisha ananyanyuka na tia udhu tena, anafanya kisha lala udhu shamani shatenguka, anatia udhu, anasali tena. Ushawahi kumuona wewe ndege ukenda wewe mpaka ukamshika hivi hana habari, au umekwenda kwa haraka? Unaweza kwenda kumshika hana habari, lakini uende kwa step za taratibu kweli kweli. Ikifanya kacha kama nini, maana yeye mwenyewe akilala akifumba jicho bap, alafu anafumbua hivi. Sidhani kama inapita dakika 10 ndege hajafungua jicho. Ushakwenda kwenye banda la kuku ukakuta kuku wote wamelala usiku. Ushawahi kuingia kwenye banda la kuku liko hivyo?
kuku wote wamelala, maana yake ndege wengine hamuoni kwenye miti. Haya, kuku umekwenda kwenye banda la kuku, wewe ndio ndege yule au si ndege yule? Kuku wanaforomeana tu, hawana habari. Shaikuona hivi? Hata akilala mchana kuku ukimsogelea tu kanyanyuka. Kwa hiyo Ibn Umar ilikuwa anapigiwa mfano, alikuwa analala mlalo huo, yani ile kama naye katu kidogo nusu saa hap kanyanyuka tena, yani jasi yule anakata ule usingizi usimsumbue katika sala, kisha ananyanyuka anatia udhu anasali. Thumma yakhfa at-tayr, halafu tena pengine akiona tena usingizi kidogo anafanya analala tena kidogo, usingizi wa ndege. Thumma yaqumu yusalli yaf'alu dhalika mirara, ilikuwa ndo kazi yake ni hivyo hivyo mpaka panapambazuka asubuhi. Yani ule usingizi ingekuwa hana lazima nao asingeulala kabisa, lakini ile anaulala ni kwamba wewe ni binadamu, kisha kufika wakati lazima usingizi utakuzidi. Ukikuzidi kuna kusali hapo? Hakuna kusali, inabidi anaupunguza papo kidogo, alafu ananyanyuka tena, anaendelea hivyo hivyo mpaka panapambazuka. Wakana Umair Duhani yusabbihu kulla yawmin 100,000 tasbiha, anakuonesha jinsi gani watu waliotangulia wema waliotangulia nyuma walikuwa wana makimbilio gani ya kukimbilia mambo ya kheri. Alikuwa huyu Umair ibn Hani alikuwa anafanya tasbih, yani subhanallah, hii kalima ya subhanallah anaifanya mara 100,000, 100,000 mara 100,000 kila siku. Hawa ndio salafu salih. So unakuja leo unaniambia, unasema bwana mimi salafi. Ukiulizwa sunna gani unaoifanya, hakuna. Kazi yako kutukana watu tu. Unafanya ibada gani usiku? Huna. Salafi gani wewe? Wewe ni khalaf. Sisi tunafahamiana. Tasbihi unafanya, dhikri wewe? Hakuna. Huna dhikri hata moja unaifanya. Wewe baada ya faridha zako, tena faridha zenyewe hazitambulikani. Jamaa inapita takbiratul ihrami, inapita akhlaqi zenyewe hazitambulikani. Laisa al-imanu bitamanni, imani sio kwa kutamani tu. Imani ma waqara fi alqalbi wa saddaqahu al-amal. Imani ni ile ambayo ilokita katika moyo alafu ikathibitishwa na matendo. Ukitaka kujua dini ya mtu, ukitaka kujua dini ya, tizama muamala wake hata katika mambo ya kidunia. Sawa? Tizama muamala wake, anazungumza na watu vipi, anaishi na watu vipi, anaamiliana nao vipi. Ukimkuta mtu muamala wake mbovu, tambua dini yake mbovu, kwa sababu ad-dinu khuluq, dini ni khuluq. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema bu'ithtu liutammima makarim al-akhlaq, mimi nimetumwa kuja kutumiza tabia njema. Na Allah anamsifu vipi mtume wake? Wa innaka la ala khuluqin adhim, hakika yako wewe uko juu ya tabia tukufu. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, si ndio kigezo chetu hichi? Sasa vipi wewe utakuwa salaf halafu huna tabia hizi za masalaf? Au basi ile kusema wewe salaf, anaweka profile ana salafi, anaweka profile dini, profile au status. Dini ni profile na status. Almuhim, watu tunatakiwa tusiseme zaidi, tufanye nini? Tutende. Bwana Umair anafanya tasbihi 100,000 kwa siku. Ibn Umar kila usiku anasali, akilala analala mlalo wa ndege, usingizi wa ndege. Waqala Abu Bakr ibn Iyash, khatamtu al-Qur'ana fi hadhihi riwaya, nimehitimisha Qur'ani kwa riwaya hii. Kiambiwa riwaya maana yake Qur'ani na riwayat mukhtalifa. Kuna riwaya ya Warsh, kuna riwaya ya Qalun, riwaya ya Hafs. Hii tunaosoma sisi ni Hafs, au sio? Kuna riwaya nyingi za Kisai za nini. Sasa anazungumza huyu bwana Abu Bakr ibn Iyash,
Anasema kwa riwaya hii, anaijua huyo aliambiwa, kwa riwaya hii nimehitimisha Qur'ani. Sio kwamba Qur'ani amehitimisha Qur'ani tu katika maisha yake, kwa riwaya hiyo aliyokusudia 18,000 khatma, hitima 18,000, hitima 18,000 nimehitimisha. Sio Qur'ani kwa riwaya yoyote, yani kahitimisha Qur'ani hitima hizo, kwa riwaya hii. Maana yake anasoma, mara anasoma riwaya hii, mara anasoma riwaya hii, kwa riwaya hii tu mara 18,000. Ushahitimisha ngapi wewe? Angalau mara 100 toka ulivyozaliwa, ulivyomaliza kuhitimu, mara 100 ushafika. Katika Ramadhani hii ushahitimisha ngapi? Moja angalau ushapata, au 2? Sasa bali insanu ala nafsihi basira, kila mmoja anajiona. faman inshaghala bi akhiratihi an dunyah kanat himmatuhu fi at-ta'ati 'aliya, atakayeshughulishwa na akhira yake kuepukana na dunia yake. Kuna watu anashughulishwa na dunia yake, anaepukana na akhira, huyu kaangamia. Lakini kuna mwingine anashughulishwa na dunia, hii dunia ndio inamshughulisha, anashughulishwa na akhira, akhira ndio inafanya nini? Inamshughulisha mpaka yanampenya, yanamponyoka, yanampita ya duniani. Sawa, huyu ndio amefanya nini? Ameokoka. Kwa hiyo atakayeshughulishwa na akhira yake kuepukana na dunia yake, himma yake ya taa inakuwa iko juu. Wa hadha min a'zami subuli ila husni al-khatima, na hiyo ndio njia kubwa ya kupata mwisho mwema, kushughulishwa na akhira yako, himma yako ikapanda, ukaelekea ikawa ndio sababu ya kupata husna al-khatima. Sababu ya 10 katika asbab husni al-khatima, al-bu'du an asbabi su'i al-khatima, kuwa mbali na sababu zitakazosababisha wewe kupata mwisho mbaya. Ukiwa mbali na sababu hizo, maana yake wewe utapata sababu za kuwa na husnul khatima. Anasema wa akhiran fa inna min asbabi husnil khatima, anasema kwa kumalizia, katika asbabu za kupata mwisho mwema, alkhawfu min su'il khatima, ni kule wewe kuogopa kwako kupata mwisho mbaya. Hii nayo ni sababu ya kupata mwisho mwema. Walbu'di an asbabiha, na kuwa mbali na sababu za kupata za huo mwisho mbaya. Wa hiya madhkuratun bitafsili fi alkitabi fi hadha alkitab fi akhir bi'unwan alkhawfu min su'il khatima. Anasema na hizo sababu za mwisho mbaya, anasema zimetajwa katika kitabu hichi, mwisho wake tumezitaja kwa uchambuzi mpana zaidi, lakini anasema kwa ufupisho tu, amma an asbabi su'il khatima fahiya, kiufupisho tu kwa kuzitaja tu, lakini kwa utanuzi na ushereheshaji zimetajwa mbele. Kazitaja sababu 9 za mtu kuwa na mwisho mbaya. Ya kwanza, fasadul mu'taqad wa inghimasu fil bid'ah, kwanza kuwa na itikadi mbovu iliyokuwa sio sahihi ya imani ya Kiislamu na kutumbukia katika bid'a. Ikawa wewe mtu unaambiwa hii bid'a na ukayakinisha kwamba hii ni bid'a, lakini bado hutaki kutoka, unaendekeza nafsi yako, hutaki kutoka. Una raha fulani inapatikana katika bid'a ile, kwa hiyo wewe hutaki kutoka, silo hilo hutaki. Ya pili, an-nifaqu wa mukhalafatu al-batini lidh-dhahiri, la pili ni unafiki, na unafiki ndio hicho alichokifasiri mbele, mukhalafatu al-batini lidh-dhahiri, kile cha ndani kukhalifiana na cha nje, yani kilichokuweko moyoni kinatofautiana na kile kilichokuweko nje. Ya tatu, at-taswifi bit-tauba, kuchelewa kufanya at-tauba. Maana ukichelewa kufanya tauba utakufa katika
katika maasi. Yani tulul amal wa hubbu dunya, katika sababu za su'il khatima, mwisho mbaya, ni kuwa na matarajio marefu ya kuishi duniani na kuipenda dunia. Dunia ukiipenda sana ni mtihani wallahi. Wewe kama unakushanya hichi unakushanya hichi unakushanya hichi unakushanya hichi, mathalan unanunua leo, umenunua ardhi hapa, kesho umenunua nyumba pale, kesho umenunua ardhi. Hebu kajiulize, wewe utajenga mpaka lini? Miradi utatanua mpaka lini? Utanunua ardhi mpaka lini? Mpaka lini? Mpaka lini? Unakwenda tu unaona mpaka lini? Kwa sababu umeisahau akhira, umesahau kama kuna kifo. Ndio maana we kila unachoambiwa wewe unakosa hata pesa ya kutoa sadaka, unakosa pesa hata ya kutoa zaka, unakosa hata pesa ya kukirimu wanyonge katika Ramadhani kama hii, ukachuma kheri, kwa sababu pesa yako ina mipango mingi haishi, wakati una dhiki yoyote katika dunia hii. Mapenzi yako tu ya duniani. Ya tano, taalluqul qalbu bighairi llah, moyo wako kufungamana na asiyekuwa Allah. Hii ni sababu ya kupata mwisho mbaya. Ya sita, ulful maasi wal israru alaiha, kuyazoea maasi halafu kaendelea nayo. Unajua hakuna jambo baya kama kuyazoea maasi. Mtu akianza kufanya maasi lolote, mwanzo ataanza nafsi yake kama itakuwa inamsuta, ikenda mpaka ile nafsi itazoea, itakuwa haimsuti tena, kishaona jambo la kawaida. Baadaye, baada ya kwamba haimsuti, lakini bado nafsi inatambua kwamba hili silo, lakini baadaye atakuja kuona kwamba hili la kawaida, sio baya, daraja nyingine hiyo mbaya. Baadaye utakufika wewe kuambia watu wafanye sawa, utafika kuambia watu wafanye. Wewe chukua mfano kwa lolote ambalo ni baya, nichukulie mfano, nipige katika hizi hatua nilizokutajia. Sawa, mtu anayevuta sigara kwanza, ovu lile baya, haram, mwanzo atafanya, atakuwa anajificha ficha huku, nafsi yake inamsuta, akusogelei karibu, usije ukasikia harufu ya kinywa chake ya sigara. Kesho baadaye ataizoea, ataanza kuwazoea watu, baadhi ya watu wanamuona, wengine anajificha nao. Baadaye watu wote watakuwa kwake ni sawa, ataona kwamba ile anafanya silo, lakini nikishalizoea wala haoni tabu. Kesho ataona sigara ni sawa tu, utaanza kumsikia tu lugha zinabadilika, makruhu, umetoka kwenye haramu, makruhu, mashehe wanasema makruhu bwana. Itakwenda baadaye atakwambia bwana, mimi kama sijavuta sigara sisikii raha. Tayari anampa tashkili mtu mwingine afanye nini, aingie naye, anamuonesha utamu wake, wakati hamna lolote, ni karaha kwenda mbele. Watu wanapenda baridi, wanapenda joto. Jamani, watu wanapenda baridi bwana. Sasa ukivuta sigara unaongeza joto la mwili. Jua kali, ukipiga sigara vipi? Unapata baridi, unaongeza joto, na ndio maana mtu jua likiwa kali anatafuta maji anywe kidogo, apate baridi kidogo ya apozi. Yeye ndio kwanza anapiga sigara. Kwa hiyo kuyazoea maasi na ukaendelea nayo. La saba, alintiharu wal yasu min rahmatillah, kujitoa uhai ukakata tamaa na rehma za Allah. Kuna mwingine kwa imani yake ilivyokuwa ndogo na tawakkuli yake na kukata tamaa mbele ya rehma za Allah, akaona bwana, mimi nishakosa kitu fulani, sina haja tena, yani dunia kwangu mimi haina raha tena. Pengine kanyimwa mwanamke aliyomtaka, kaolewa na mtu mwingine, basi kaona mimi tena sina haja tena, hii dunia haina ladha tena. Huyo ulimuona wewe nini? Hurul aini. Hebu niambieni sasa, hapa mwanamke aliyokuwa mzuri duniani kuliko mwingine yuko wapi? Namjua wewe? Mzuri kuliko wote unamjua? Kwanza kizuri, hasa kitu kizuri ni nisbi. Kitu kiambiwa kizuri ni nisbi.
Maana nisbi, maana yake wewe unaweza kusema kizuri, mimi nikasema kibaya, ndio maana nisbi. Hatuwezi kukubaliana. Tunda gani tamu kuliko yote hapa? Shekhe, tunda gani tamu kuliko yote? Embe. Embe au sio? Shekhe, tunda gani tamu kwa wewe kuliko yote? Nanasi. Sina haja kuendelea tena ndio. Amrun nisbi. Huyu anaona embe, huyu nanasi. Au sio? Mwingine anamwambia doriani. Mwingine doriani anataka kusikia harufu. Ile harufu yake itaki. Basi ndio hivyo. Uzuri ni kitu nisbi. Hata wanawake unaweza kumuona mbaya, lakini ni mtu ambaye mwenzako anampenda sana. Wengine wanapenda wanene, wengine wanapenda wembamba. Mwingine anasema bwana, mimi sitaki bwana pipa kama lile. Nendaliweza ya kazi gani? Mwingine anasema mimi mzigo unaletea basmati mimi na basmati wapi na wapi. Kwa kila mmoja na mwingine anapenda mrefu, mwingine anapenda mfupi, mwingine mweupe, mwingine mweusi hivi, mwingine anapenda maji ya kunde. Mwingine anasema sitaki yule mweupe bwana kama 00 bwana. Mwingine ndo amekufa hataki kabisa yeye kama hajapata mweupe kama 00. Kila mmoja na mapenzi yake. Kwa hiyo mtu nimetaja sababu moja tu katika sababu ya watu wanaojitoa uhai. Lakini mwingine kapata hasara katika mali yake, akaamua bwana mimi bora nife. Bora nife kuliko kuendelea kwa hasara nilopata. Kwa hiyo amekata tamaa na rehema za Allah, kwa sababu hakuna utakachokikosa ikawa hakuna badili yake. Kama ni mali, Allah anaweza kukupa nyingine, au sio? Kama ni mwanamke mzuri wakawa wazuri kuliko yule mkosa, na mfano wake. Ya 8, musahabatu ahlul fasad. Katika sababu zinazoweza kumpa mtu mwisho mbaya ni kuwa na watu waovu, ukawafanya marafiki zako, kwa sababu ukiwa na watu waovu watakuvuta katika ule uovu wao. Tulizungumza jana hapa darasa ya jana kuhusiana na kukaa na watu wema na watu waovu. Ya 9, adamu istiqamati ala taa, kuto kunyooka na kutulia katika taa. Leo umekuwa kwenye taa, kesho kwenye maasi, leo kwenye disco, kesho umeingia msikitini, au si bwana? Kesho uko huku, kesho uko huku, unaweza mauti akakukuta sehemu mbaya, waliyadhu billah. Kiendelea, ameweka mtunzi, ameweka unwan khatimatu saadatu lil anbiya'i was sahabati wat tabi'in, mwisho ulikuwa mzuri wa manabii na masahaba na matabi'in. Yani hapa chini ya anwani hii mtunzi anataka kutaja mifano ya manabii, vifo vyao, na baadhi ya masahaba na baadhi ya matabi'in wamekufa vifo vizuri. Manabii takriban wote wanakufa vifo vyema. Anasema mathalan, wa hiya suwar mushriqa min husni al-khatima lil anbiya, na hizi ni picha zilizokuwa zinazomeremeta za mwisho mwema wa manabii salawatu rabbi wa salamuhu alayhim alladhina istafahum Allah subhanahu wa ta'ala, ambao Allah amewateua. Almuhim, tuingie moja kwa moja. Ameanza na Adam alayhi salatu wassalam. Anasema an Ubay ibn Ka'b radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wasallam qala lamma tuwfiya Adam ghassalathu al-malaika bilma'i witran. Anasema alipokufa Nabiiullah Adam, malaika ndio walikuja kumwosha. Ataoshwa na nani? Malaika. Sawa, akakoshwa kwa maji mara 3. Wa alhadu lahu, na wakamweka mwana wa ndani. Walipomzika wakamzika wa mwana ndani. Waqalu hadhihi sunnata Adam fi waladihi, wakasema huu ndio mwenendo wa Adam na watoto wake, na ndio mpaka leo tunazikwa kwa mtindo huo, tunaoshwa alafu tunazikwa katika mwana ndani. Hii kataja kuonesha husnul khatima, maana kaoshwa na malaika. Wa pili, mautu Khalilur Rahman Ibrahim alayhi salam, kifo cha kipenzi
wa Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ni Ibrahim alayhi salatu wassalam, Nabiullah Ibrahim. Fi kitabi Fathul Bari, katika kitabu cha Fathul Bari ni sharh ya sunanu au sahihul Bukhari, sahihul Bukhari, hadith sahih. Katika sharh zake, sharh moja inaitwa Fathul Bari. Ndani ya kitabu hichi Ibn Hajar anasema, Ibn Hajar ndo mshereheshaji wa hiyo sahih al-Bukhari, akakiita kitabu chake Fathul Bari. Anasema ata malakul mauti Ibrahim alayhi salam, malakul maut walimjia Nabiullah Ibrahim, liyaqbidha ruhahu fajalasa amama, walikuja kuchukua roho yake, wakakaa mbele yake. Walipokaa mbele yake, qala madha turid, Nabiullah Ibrahim akamuuliza malakul maut, nataka nini? Qala aqbidh ruhak, mimi nataka kuchukua roho yako. Ndio walivyo manabii, mpaka wakhiarishwe manabii, mpaka wakhiarishwe. Hata Mtume sallallahu alaihi wasallam amekhiarishwa. Akasema nimekuja bwana kuchukua roho yako. Ibrahim akasema wa hal khalil yaqbidhu ruha khalila, hivyo kipenzi anakuja kuchukua roho ya kipenzi chake. Hivyo kipenzi maana yake anataka kusema kipenzi anamuua kipenzi mwenzake, kipenzi wake. Mpenzi anamuua mpenzi wake, maana yake mpenzi wake ni nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo Allah anataka kumuua kipenzi wake, anataka kuchukua roho ya kipenzi wake. Faqala al-malak, malaika akamwambia, wa hal ra'aita khalilan yakrahu liqa'u khalili, je, umemwona kipenzi anachukia kuonana na kipenzi mwenzake, kipenzi wake? Unaonaje ile jawabu? Umemuona wewe kipenzi anachukia kuonana na kipenzi chake? Maana yake wewe kama hutaki kutochukuliwa roho, au ukichukuliwa roho yako unaenda kuonana na kipenzi chako Allah subhanahu wa ta'ala. Hutaki kuchukua roho yako, maana yake hutaki, unachukia kuonana na kipenzi chako. Nabiullah Ibrahim alivyoambiwa hivyo, fasakata, akanyamaza kimya. Fakubidat ruha, roho yake ikachukuliwa. Maana yake kasalim, kakubali. Alivyonyamaza kimya, roho yake ikachukuliwa. Mautul habibi sallallahu alaihi wasallam. Sasa kifo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, kipenzi wa Allah. An Aisha radhiallahu anha qalat, mama Aisha radhi za Allah ziwe juu yake anasema, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, nimemsikia sallallahu alaihi wasallam akisema, ma min nabiyyin yamradu illa khuyira baina ad-dunya wal akhirah, hakuna mtume yote wakati anaumwa maradhi ya kufa isipokuwa anakhiyarishwa baina ya dunia na akhira. Unataka kubaki kidogo au unataka kuelekea kwa Allah? Qalat, mama Aisha anasema, falamma kana fi maradi nabii, haya ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyasema zamani, akamwambia mama Aisha kwamba hakuna nabii isipokuwa akitaka kufa anakhiyarishwa baina ya kubakia duniani na kwenda akhira. Kamaliza, maisha yameendelea. Sawa. Sasa ilipofika Mtume sallallahu alaihi wasallam anaumwa katika maradhi ambayo amekufa katika maradhi hayo, akhadhathu akhadhathu buhattan shadida, naam, buhata ni ule uzito wa sauti. Buhata ni ule uzito wa sauti, maana sauti inakwaruza kwamba mtu kama ana kifua fulani. Kwa hiyo anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofikiwa na maradhi hayo ya kifo, basi akapatwa na ile ukavu wa sauti. Fasami'tuhu yaqul, anasema mama Aisha nikamsikia akisema, ma'a alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin. Huku anasema kwa sauti ile mkavu, yani kama ile ma'a nabiyyin, sauti kavu imekwaruza.
akisema Allah nini, Mtume sallallahu alaihi wasallam akinukuu kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala inayosema pamoja na ma'al ladhina an'ama Allahu alaihim, pamoja na wale uliowaneemesha, minan nabiyyin, miongoni mwa mitume na wakweli, wa shuhadai was-salihin, na mashahidi pamoja na watu wema. Mama Aisha anasema fa'alimtu annahu qad khuyira, nikatambua kwamba kwa maneno hayo Mtume sallallahu alaihi wasallam kishafanya nini, kishakhiarishwa, kwamba ishafikia wakati sasa nataka kutolewa roho, kishakhiarishwa. Kwa hiyo alivyokhiarishwa akasema mimi nataka nikakae na manabiyin, sawa, wale walioneemeshwa miongoni mwa mitume na wakweli na mashuhada na watu wema. Anasema nikajua kwamba sasa hivi khiari ishapita, kwa hiyo kachagua Mtume sallallahu alaihi wasallam kuondoka duniani. Wa an Anas radhiyallahu anhu, na Anas anasimulia radhi za Allah ziwe juu yake, anasema lamma thaqula an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ja'ala yataghashah, maradhi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yalipomwia vigumu Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani maradhi yamekuwa makubwa, yakawa yataghashah, maana yake yale maradhi kama yanamfunika, yani anaelemewa na yale maradhi. Faqalat Fatima alaiha assalam, bibi Fatima ambaye ni mtoto wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambaye ni nani, mke wa sahaba Ali na Abi Talib, mama yake Hasan na Hussein, wajukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huyu katika vipenzi wa watoto wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kipenzi chake Mtume sallallahu alaihi wasallam katika wanawe Fatima. Alipokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maradhi mazito ya kifo chake, akawa anasema wa karba abata, shida iliyoje ya babangu, yani kwamba nimeona anapata shida. Mitume wanakaziwa katika kutolewa roho, wanakaziwa hasa, maana wakifika kwa Allah wawe wako safi kabisa. Sasa alipomuona vile anavyohangaika na maradhi na nini, akapatwa na huruma sana, akasema wa karba abata, shida iliyoje ya babangu leo hii. Faqala laha, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamsikia akamwambia, laisa ala abika karbun ba'da al-yawm, hakuna tena shida kwa baba yako baada ya leo, baada ya hii leo kupita hakuna shida tena. Manake akifa ndo shida zimefanya nini, zimemaliza. Mtume sallallahu alaihi wasallam kapata shida sana ulimwenguni, au sio bwana? Kapigwa mawe, katukanwa katika vita vya Uhud, pa kofia lile la vita limemzama katika taya zake, ili mradi kapata shida sana. Lakini anamwambia hakuna shida tena kwa babako baada ya hii leo. Falamma mata qalat ya abata, alipokufa sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam akalia tena akasema, ya babangu we, ajaba rabban daa, ameitikia mwito wa Mola wake. Ya abata jannatul firdausi ma'wa, babangu we, pepo ya Firdausi ndio mafikio yake. Ila Jibrili nan'ah ya abata, babangu, ila Jibrili nan'ah, taarifa ya kifo chako tunaitoa kwa Jibrili. Falamma dufin, anasema hayo kwa machungu, yani anasikitika sana kuondokewa na babake. Falamma dufina, alipozikwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, qalat Fatima alayha salam, mama Fatima, bibi Fatima mtoto wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia ya Anas, ewe Anas. Najua kwa nini akamwambia Anas, kwa nini akamuuliza Anas? Anas ni kama ndugu yake, si wamelelewa pamoja bwana. Anas si amelelewa kwenye nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa hiyo ni ndugu yake katika ulezi. Anamwambia ya Anas, atabat anfusukum an tahuthu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam at-turab. Anamwambia Anas, hivyo nyewe mmeridhika kumfukia Mtume sallallahu alaihi wasallam kammiminia mchanga? Kwani unajua kwani yeye hajui kama watu wanazikwa kwenye wanafukiwa?
Mama Fatima, bibi Fatima hajui hilo kwamba mtu anapofika anafukiwa, lakini kwa yale mapenzi yake ya baba yake na mapenzi waliokuwa nayo masahaba kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, anaambia hivyo mapenzi yenu, maana yake ni sasa anaambia hivyo mapenzi yenu yote mumeona sawa kumfukia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye mchana. Basi hapa kamalizia hapa mtunzi, lakini hadithi Anas ibn Malik alimtizama tu akumjibu, maana yake alimtizama kwa huruma, anaona ana machungu ya babake, kwa hiyo akamtizama tu kwa huruma, hakumjibu kitu. Anafahamu bibi Fatima kwa sababu masir ya wanadamu wote ni wapi? Mchanga. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra, kutokana na mchanga ndio tumewaumba na katika mchanga tutafanya nini? Tutawarejesha, yani katika kuzika, na kutokana na mchanga ndio tutawafufua siku ya kiyama. Uthman ibn Affan radhiallahu anhu. Sasa tumtizame Uthman sahaba ibn Affan katika kifo chake, an Muslim ibn Abi Sa'id maula Uthman, katika hadithi iliyowekwa katika Muslim inayosimuliwa na Abi Sa'id maula Uthman, inna Uthman ibn Affan radhiallahu anhu maula Uthman, yani huyo alikuwa mtumwa wake Uthman. Anasema Uthman radhiallahu anhu a'taqa 20 mamlukan lahu, amewaacha huru watumwa wake 20. Wadaa bisarawil fashaddaha alayhi, akaomba aletewe suruali akajifunga. Sawa, maana sijui kama akajifunga kwenye kichwa au vipi, lakini limradi kajifunga nayo. Wakala inni raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakuvaa manake Uthman, sio kwamba kavaa, kajifunga, yani kama kajifunga kama tambara. Wakala inni raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam albariha fil manami, Uthman anawaambia watu, mimi nimemwona Mtume sallallahu alaihi wasallam usiku wa jana usingizini, yani kaota. Wa raaitu Abu Bakr wa Umar, na nimemwona Abu Bakar na Umar, hao wote washakufa. Uthman kafa wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar na Umar wote washakufa. Anasema nimewaona usingizini. Wa innahum qalu isbir, nilivyowaona wote walikuwa wananiambia vipi? Vumilia. Fanya nini? Uvumilie. Fa innaka tuftir indana alqabila, kwani kesho utafuturu pamoja na sisi. Maana Uthman alikuwa kafunga, anawaambia utakuja kufuturu pamoja na sisi. Maana yake nini? Maana yake atauliwa kabla ya jua halijazama, hatafuturu duniani, ataenda kufuturia akhirah. Thumma daa bimushafin fanasharahu baina yadayhi, kisha baada ya kuhadithia ndoto hiyo Uthman radhiallahu anhu akaomba apewe msahafu, akaufungua mbele yake kwa ajili ya kusoma. Fakutila wa huwa baina yadayhi, akauliwa Uthman wakati msahafu uko mbele yake, mpaka inasemekana msahafu uliroa damu, ukarukiwa na damu. Kifo cha Uthman ibn Affan, mambo yake, habari zake ni refu. Uthman ibn Affan ameuliwa na Waislamu, hakuuliwa na wasiokuwa Waislamu. Ilikuwa fitna zimeingia, basi ikenda Waislamu wakagawika makundi mawili, wale kundi jingine wakaweza kumfanya nini? Kumzingira Uthman na wakamuua radhiallahu anhu. Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu, utizame mwisho wa Ali ibn Abi Talib, an Muhammad ibn Ali ibn Abi Talib, kutoka kwa Muhammad ibn Ali ibn Abi Talib, yani kimwanawe, anasimulia anna Aliyan lamma duriba awsa bani, anasema Ali ibn Abi Talib lamma duriba, alipopigwa na Ali ibn Abi Talib naye kauao. Sawa, alipopigwa akawapa wasia wanawe, maana kapigwa anauguza
majaraha, akawapa wasia wanawe. Sawa. Thumma lam yantiq illa bila ilaha illa Allah hatta qabadahu Allah. Kawapa wasia, baada ya kuwapa wasia hajatamka jingine isipokuwa alitamka la ilaha illa Allah, roho yake ikachukuliwa. Saad ibn Abi Waqqas, na huyu sahaba naye Saad ibn Abi Waqqas, na Saad ni katika mubashirina bil janna, katika wale masahaba 10 waliobashiriwa kwa pamoja pepo. Mubashirina bil janna si 10, sio 10, kuna wengi tu zaidi ya 10, lakini imeshuhurika kuambiwa ashara almubashirina bil janna, ni kwamba wale walibashiriwa kwa mtiririko mmoja wa maneno. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema fulani fil janna, fulani fil janna, fulani fil janna. Sawa, Talha, Zubair, Saad wa Said wa kadha wa kadha, akawataja 10, lakini wapo wengi waliobashiriwa pepo. Anasema an Ibn Shihab az-Zuhri anna Sa'd ibn Abi Waqqas lamma hadarathu al-wafa, ya kwamba Sa'd ibn Abi Waqqas alipofikiwa na umauti, daa bihalaqi jubbatin lahu min suf, alipoona sasa umauti umekaribia, akasema nileteni lile juba langu lile la sufi, juba chakavu hivi, juba ambalo limechoka chakavu la sufi, akasema nileteni juba langu. Faqala, lilivyokuja alivyoletewa akasema kafinuni fiha, nikifa munikafini kwa juba langu hili. Fa inni laqitu almushrikina fiha yawma badrin, kwani mimi nimepigana na washirikina, nimekutana nao washirikina katika siku ya Badr, yani kupigana nao vita nikiwa nimevaa juba hili. Wa inma kuntu akhabbiuha lihadha alyawm, toka siku hiyo mimi nikalificha hili juba langu kwa ajili ya siku hii ya leo. Kwa hiyo aliliweka lile, manake kupigana vita vya Badr sharaf kubwa. Kwa hata ile nguo yake alipigania Badr aliona kwamba hii ndio iwe nguo ya kustiriwa, iwe kama ushahidi wake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nafikiri tufikie hapa kutokana na muda, na wapo bado wanaendelea kutajwa, kwa sababu kasema anataja mitume, masahaba na matabiini. Tuko katika masahaba, sawa, lakini kutokana na muda insha Allah tutafikia hapa, na kwa Ramadhani hii itakuwa ndo darasa zetu zimefikia mwisho.